Yes, karibu tena kwenye likepu ya Fimo. Then mimi naitwa Dimswati kwenye microphone number 1. Na leo bwana, kwenye recap ya Fimo leo nataka tuzungumzie hichi ambacho kinachoendelea sasa hivi. Bwana, kama ulitembelea kwenye ukurasa official wa Instagram wa Apple Music, waliweza kutoa ile orodha ya album 10 bora, yani kiujumla ulimwenguni kote. Sasa kitu ambacho kiliweza kwa surprise wa Tanzania wengi ni kuona pale album ya msanii kutokea hapa Tanzania, Mbosso Kani. Tunafahamu kwamba mwaka huu Mbosso aliweza kutoa albamu yake ya Room Number 3, na kiukweli ni miongoni mwa albamu ambayo ilipokelewa na mashabiki kwa mikono miwili kabisa. Ni miongoni mwa albamu ambazo Mbosso zimeweza kumrudisha tena mjini baada ya kukaa almost miezi kama 4-5 baada ya kutoka kwenye uongozi wake wa zamani ambao tuliufahamu kama WSB. Mbosso baada ya hapo kimya wa muda mrefu aliweza kuja na Room Number 3 album, na tukaona nyimbo nyingi ambazo zilipatikana kwenye albamu hiyo ziliweza kusikika sana kwenye klabu tofauti. Viola, by the way, ni bonge la dada, na ngoma zinginezo ambazo ziliweza kuwepo katika albamu hiyo ya Room Number 3 ya kwake Mbosso. Sasa tuko hapa leo kujadili. Hawa ni Apple Music, ni miongoni mwa digital platform kubwa sana hapa ulimwenguni ambayo wasanii tofauti wakubwa na wadogo hutumia kuweka kazi zao, na miongoni mwa digital platform ambazo zinaaminika sana na wasanii. Ni miongoni mwa digital platform pia ambazo zinaongoza kulipa wasanii vizuri. Sasa hapa Mbosso, why Mbosso ameweza kuachieve kwa haya yote? Hapa kumekuwa na mjadala mkubwa sana. Hata pia ambaye sasa hivi unatazama kupitia recap ya Fimo Online, unaweza pia kaweka comment yako. Je, Mbosso alifanikiwa wapi mpaka kaingia kwenye chati kubwa hizo za Apple Music katika zile album 10 bora? Kwa sababu tunajua kwamba haikuwa rahisi. Mbosso si msanii mkubwa hapa katika nchi ya Tanzania. Kuna majiant wakubwa sana ambapo kwenye listi hawakuweza kuwepo, sio mwaka huu tu, hata kwa miaka mingine ambazo Apple hutoa orodha zao hizi kila miaka. For this time around tunavyoongea, Mbosso Khan Room Number 3 ipo pale, na ukicheki utaikuta katika imeshika nafasi ya 3 kwa mujibu wa Apple Music. Pale juu kuna baadhi ya majiant wakubwa ambao pia kutokea pale Marekani wapo, lakini yeye Mbosso Khan for the first time wameweza kuingia katika orodha hii. Sasa hapo kwenye comment unaweza kaweka comment yako kwenye kitu gani ambacho kimemfanya Mbosso iwe rahisi kupenya pale katika hizi top 10 album bora kabisa za Apple Music, kwa sababu imekuwa ni ghafla sana. Watanzania wengi wameonekana kushtushwa. Ukitembelea pale katika page ya Mbosso Khan, aliweza kuposti pia, aliweza kuposti kama has Insta story, lakini ukiachana na ile Insta story aliweza kuposti kama posti ya kawaida. Mashabiki wengi walionekana kushangazwa na wengi kuonekana kumpatia kongole, yani wakimpatia ongela Mbosso Khan kwa sababu haikuwa rahisi. Tunafahamu kwamba msanii akitoka pale WSB tumekalilishwa hivyo basi anakuwa anayumba kwa upande mwingine katika karia yake ya kimuziki. Lakini kwa Mbosso, since amove pale assign out kutoka kwenye uongozi wake wa zamani wa WSB, Mbosso Khan ameonekana ni wa moto baada ya kupata kama pumziko fulani hivi almost cha miezi 4-5 hivi. Mbosso alikaa kimya sana. The end of time Mbosso akaweza kuja na Room Number 3 inafanya vizuri sana. Ni miongoni mwa album ambazo zinatikisa mpaka muda huu. Hakuna album ambayo inaweza katika ukanda wa East Africa sasa hivi kudrop albamu ya Room Number 3 ya Mbosso Khan. Apple Music sijajua umetizama nini, lakini as told you before, weka hapo kitu gani ambacho kimemfanya Mbosso yeye kufika hapa alipo, albamu yake kuingia katika chati 10 bora kabisa za mtandao mkubwa wa kimuziki Apple Music. Lakini pia kongole kwa Mbosso Khan mwenyewe. Mbosso anaonekana kufurahishwa na hichi ambacho ameweza kukipokea. Ni feedback ambazo ni za kazi ngumu ambazo aliweza kufanya kwa kipindi kirefu, sasa hivi zinaanza kumlipa. Mbosso ameonekana kufurahishwa na ile jambo, lakini si Mbosso tu, wa Tanzania wengi wameonekana kufurahishwa, japokuwa wengine wanaweza kushangaa hii imekaaje kwa Mbosso, mbona imekuwa ni ghafla sana. Lakini siku zote kazi nzuri zinaonekana. Kazi ya album ambayo amefanya Mbosso Khan ya Room Number 3, by the way, ni kazi ambayo imeonekana kwa Watanzania wengi. Ni miongoni mwa album ambazo ngoma zake zote ni iti.
wasanii wengi wanatoa album, utakuta nyimbo moja ama mbili ndio zipo hit, lakini ukiangalia kwenye room number 3 ya kwake Mbosokani, ngoma zote zimekuwa ni hiti. Kwa hiyo ni kitu ambacho si cha kushangaza, ila kutokana tu na ukubwa wa Apple Music, tunafahamu kwamba ni miongoni mwa digital platform kubwa sana, lazima watu tushangae na tumpe ongera zake. Kwa hiyo Mbosso, shout out to you kuonekana kwamba sasa hivi bado umeng'ang'ana pale pale kutoa zile zama ya kwamba ukitoka sehemu fulani basi uwezi kuendelea kimuziki. Shout out ziende kwako, shout out kwa wote ambao walihusika kutengeneza album ya room number 3, hapo mpaka sasa hivi Apple Music wameweza kuiconclude kwenye zile album 10 bora ambazo wao kwenye list zao hutoa kila baada ya kipindi fulani. Okay, hapo kwenye comment story before unaweza kuweka comment yako kwa Mbosso hii yeye ameuzaje kufika hapa alipo. Lakini pia usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Fimo Online ili kuhakikisha unapata zile taarifa zote na update ambazo sisi Fimo Online tunazidi kukupatia. Morunga Mohamed nyuma ya kamera, shout out nyingi zidi kwake, mpaka pale baadaye. Bye bye.